au kuniwezesha. Hili jambo ndio napanga vizuri majeshi namna ambavyo nitakwenda kulikabili. Amen. Narudia tena. Acheni maombi yanayotuacha wakavu haya. Yanayotuacha wakavu haya, wakavu. Ni maneno mikavu, maisha makavu, matendo makavu. Ni maombi yenyewe ni mikavu sana. Ni mikavu sana. Alafu naibariki. Wewe kitendo cha maombi kwa makavu, ile inabaki tu Yesu. Yes. Kwanza ni ishara ya maombi unayoomba ni machache. Ni ishara maombi unayoomba ni machache. Ukavu wa yale maombi ni ishara. Ukipata vizuri utakuta kuna siku 3-4 huko nyuma maombi yaliruka hayakuwa na utaratibu mzuri. Ndio maana inakuwa ni maombi fulani mikavu hivi. Mikavu. Kwa tunasema tu mchungaji alisema katika Yesu yote ya Mungu ndani. Yes, kingine hicho ni kiburi hicho. Ni kiburi, ni kutotaka upiga hatua fulani ama usaidiwe eneo fulani specific. Yaani ile tu ni eneo tu kabisa. Mungu sasa natazama kwenye eneo hili, hapa naomba nivushe, hapa naomba nisaidie, hapa naomba nijalie, hili naomba nishike, hili naomba nishike. Unavyosema nishike, unajikosoa, unasema mara nyingi ninavyoelekea tu kutaka kuongea, hapa mahali nakosa umakini, hapa naomba unishike. Mara nyingi ninapotaka kujibu tu, hapa ndo ninapokosa umakini, hapa Bwana unishike. Mara nyingi ninaporukiwa kwa kipande fulani, hapa Bwana ndo ninapokosea, hapa naomba unishike. Lazima vile vitu ujielezee. Ukisha kuwa vizuri tu kwenye akili, ukisha kuwa unataka tu maombi fulani yanayobeba watu, yanayosafisha sura za watu, yanayosafisha maisha ya watu, ni maombi ambayo unavikabili vitu, unavikabili kwa kuvielezea unavyotaka usaidiwe. Nieleweke vizuri sana, nieleweke. Ile Yesu, unielewe vizuri. Hata nilipokuwa nahamasisha, nilikuwa nasema hivi, ukiona hayaji maneno, ukiona hayapangiki, wewe sema Yesu tu. Wewe sema, umesikia neno, ukiona hayapangiki, ukiona hayaji, hatukusema ombi la kikosi kazi, ombi la imani hii, ombi la Mungu tunayemwabudu sisi ni Yesu atajaza mwenyewe. Yesu utajaza mwenyewe. Yesu wengine unayojua naomba hapo utajaza. Hayo maombi aina hiyo yanatuachaka tuna maneno mikavu. Ni maneno mikavu. Ndio maombi ambayo utakuwa tu una target vitu na vikabili kweli kama ni jambo moja siku hiyo umeingia, kuna mahali haujafanya sawa sawa, kuna mahali haujajisikia sawa sawa, kuna mahali ulivyoongea unaona hapana, hii ongea sio hii ongea sio kweli, nimehubiri lakini sio hivi, kweli nimeongea pale nimeshuhudia lakini sio hivi, kweli ndio niliyotaka kuongea lakini sicho nilichotaka huko ndani. Nilichokuwa nakitaka huko ndani kilikuwa kikubwa kuliko niliongea. Mungu, mimi nataka niongee kwa namna ambayo kile kilichomo ndani ninachokitaka mle ndani ndio kitokee. Unavyokuwa na maombi ya kukabili sasa, Mungu nisaidie ninapokwama, najua hapa nilikosa umakini, hapa nilikosa unyenyekevu, hapa nilikosa hofu, hapa nilikosa matetemeko, ndio maana nikaongea lugha hii. Mungu, maeneo haya unisaidie. Hilo eneo kwa msaada wa Mungu na kwa umakini uliotokana na ulivyojieleza, awamu nyingine utajikuta tu unaongea kwa ubora kuliko ulivyoongea. Hapo ndipo utajikuta ni mtu fulani ambaye watu wanakujua mpole. Upole ambao unauzungumzia hapa, sio upole kwa tafsiri ambayo watu yani usiukimya. Naongea upole, utaratibu, upole ni utaratibu. Mtu mwenye utaratibu wa kuongea, mtu mwenye sio kimya, sio
uzube. Unajua upole ni sifa, ni moja ya sifa. Ni mtu mwenye utaratibu, mwenye kupima mambo, mwenye kujua pa kuadhibu, mwenye kujua pa kuongea, mwenye kujua kisicho cha kuongea. Hivi ukitafsiri wewe upole ni uzube, Mungu ni mpole, ni uzube. Haleluya. Siongei upole ule wa uzube, siongei upole wa kutokuongea. Naongea upole ambao una utaratibu wakati wa kuongea. Kwa hiyo Biblia na Mungu anakosa lugha halisi, mwanadamu anataka amweke vipi. Ndipo utakuta ukikusa unyenyekevu unakuta ndo utaratibu. Ukikusa hekima unakuta ndo utaratibu. Ukikusa upole acha lugha zingine tafsiri za wazungu. Rudi kwenye picha halisi. Maneno yote yani ukigusa amani unakuta ni utaratibu. Ukigusa furaha unakuta ni utaratibu. Uwezi furaha ni tofauti na shangwe. Shangwe ni kile kitendo cha kucheka cheka. Lakini furaha ni kile kitendo cha kujisikia vizuri. Shangwe ni kile kitendo cha kupiga mikelele inayoashiria umefurahi. Hiyo usije ukatofautisha. Furaha na shangwe ni vitu viwili tofauti. Shangwe kuna mikelele unapiga inayoashiria umefurahi. Kimjumla ndio maana nimeshasema na kadhaa, waovu uwezo kuwakuta wana furaha. Waovu wanakuwa na shangwe, wanafanya shangwe. Kwa fulani hali ya kujisikia vizuri, sio hali ya kucheka cheka. Kucheka ni shangwe inayoweza kutafsiri umefurahi. Na ndio maana sio kila anayecheka kafurahi. Mwingine anacheka akiwa amechanganyikiwa. Amen. Huyu anasema na vichao wanacheka. Sio kwamba kafurahi pale alipokaa. Amen. Anacheka kwa sababu yamevurugika. Sasa fanyeje sasa? Ndio kakapa yuko eneo hili. Amen. Kwa hiyo kuna upole na upole. Kuna wakati mwingine wanafanya kama nataka tuna picha ya ule upole ambao ulikuwepo wakati unapotea. Na ule upole ulikuwepo wakati unapotea. Watu hawa kumsingizia jambo lilikuwa haliwezekani. Kuna ule upole niliokuta mimi wakati ndio unapotea. Yani hakuna ufundi wa kumsingizia jambo ambalo hivyo ulivyosingizia jambo lako litaenea kwenye mji. Na ndio maana walokole kabisa, mtu kabisa ambaye anaomba maombi yenye picha ya maombi huunda nini kwa mtu. Akisingiziwa jambo huwa ikatakiwa hukumu yake itolewe haraka uawe. Kwa sababu asipouawa lazima ile kesi igeuke. Mlokole kabisa ambaye ndiye anayetaka kutengeneza hapa. Uwe ni mtu ambaye hausingiziki. Hausingiziki. Yaani ukisingiziwa mara moja lile jambo linapozidi kupikwa linakutana na habari zingine kuhusu wewe. Linakutana hapana aliyefanya nani? Huyu inawezekana ni kweli, lakini wema na utaratibu wake uko juu ya ubaya huu mmoja. Sasa kuna watu kwa maombi na utaratibu wa ibada waweza kuwa nafanya hawakusimamiwa na watu, walisimamiwa na Mungu mwenyewe kwa sababu ya wingi wa wema. Some Hesabu 12 hiyo, Hesabu 12 hiyo, mstari wa 3, Hesabu 12 mstari wa 3. Isome. Napenda sana hiyo kitu hiyo. Napenda sana hiyo. Nasema Mungu kuna kitendo cha kukucha ambacho kitapelekea tutazamwe hivi. Mimi nakucha Mungu ambaye akina Musa walifika hivi. Mimi nakucha Mungu ambaye nataka nifike hivi. Mimi kukucha Mungu. Mimi nakucha Mungu ambaye mwisho mtafika hivi.
Nitafika hivi, mimi nitafika hivi. Mimi nakokwenda ni kwenye picha hizi ambazo wengine walitajwa hivyo na Mungu. Soma hiyo, soma mstari wa 3, soma. Hesabu 12 na mstari wa 3. Anzia tu moja, uione na ukubwa wa shida. Ione na ukubwa wa shida pale, uione na ukubwa wa shida. Hiyo shida kubwa hiyo. Soma hiyo, nisemaje? Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu. Anzia moja. Kisha Miriam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa. Maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Ni kweli Bwana atakuwa anatuchanganya tu? Hakunena na sisi pia? Hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Basi huyo mtu Ishia hapo kwa Bwana sasa. Wajua Musa kwa kipande kikubwa na Haruni ndio waliokuwa naleta maagizo, mwelekeo tutaelekea wapi. Kumcha Bwana kutakuwaje. Musa ndiye alileta maelezo kwamba hatatakiwa mtu kuoa mwanamke nje ya taifa la Israeli. Hatatakiwa kuoa nje ya taifa. Nataka kufahamu Mungu ni kama kato changa. Yaani ukisoma vizuri hapa ndio maana wengine bila maana wanasema kwa namna hii haiwezekani. Kwa sababu mpaka hauelewi, mwingine akafanya hilo anapigwa, mwingine anafanya hilo hapigwi. Ndugu, kuna mfumo wa wema. Kuna mfumo wa wema ambao una wema fulani mwingi sana ambao kosa lolote unaloweza kutenda haliwezi kwenda mbali. Haliwezi kwenda mbali. Soma mstari wa 3. Unasemaje? Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Maombi walioomba tuliowakuta wakati ulokole unataka kupotea. Tuliowakuta maombi walikuwa naomba walikuwa ni jamaa fulani waungwana sana, waaminifu sana, waungwana sana. Yaani maneno yao ni kama mapole hivi, maneno yenye tahadhari kubwa. Walikuwa na maneno yenye tahadhari. Acha hii na mimi mwenyewe nimo tu unajikosoa. Acha hii wakati mwingine ya uvivu wa kufikiri. Kuna vitu vingine hatutazami hata kiwango kitakachowaumiza watu, lakini wewe unaliona tu kwa sababu si ndio linatumika mtaani. Acha niongee. Baba, kuna neno ambalo huwa nazungumzaga mazima. Ile neno wewe sio kila maneno haya ya mitaani inatakiwa tu ulitumie popote, ulitumie likiwa freshi. Yaani mengine tunayaongea kwa sababu ya uvivu wa kufikiri kwamba lakini sasa si wanaelewa. Lakini mimi nikwambie, mimi nimepita kwenye ulokola ambao sio kila maneno ya mitaani nilikuwa naelewa. Maneno mengi ya mitaani nilikuwa nafuta na mema aliyobili mumbi. Nimepita. Naongea kitu. Kwa wale mwingine huwa nasema ni vema kuweka mifano ya mimi mwenyewe ili muweze kujua. Kuna maneno tunayatumia na tunayazungumza ni kuendekeza uvivu uliotokana pia na maombi mikavu. Tuna maombi mikavu. Mimi naambia ukisimama kuongea na mtu yoyote ama umesimama kuhubiri, kuna maneno mengi tu unagundua kabisa maneno hii ni mikavu hii ni maneno mikavu hii. Ukirudi nyuma unakuja kugundua hii ni maneno imetokana na maombi mikavu. Maombi mikavu. Kwa sababu yako maneno ambayo kipande kikubwa watu wengi wanafahamu huyu mtu upole, unielewa upole naongea hapa. Huyu mtu mtaratibu. Neno lenyewe taratibu ukiangalia
unaenda hauna haraka. Mtaratibu ni unatahadhari. Wewe unafanya mambo kwa tahadhari, mtaratibu. Unafanya mambo. Sasa kuna utaratibu utokana na maombi na utaratibu wa kufundishwa chuoni ni vitu viwili. Utaratibu wa kufundishwa chuoni ama vioni ni utaratibu ambao hayo mambo nakuwa hujakubaliana nayo, umechukia, lakini unaamua kufanya kuyaitikia. Utaratibu wa chuoni ule unaoona huyu si mchungaji, huyu si mwanakondoo ameshinda, ule unakuwa umepandikizwa unafiki. Utaratibu wenyewe hauchukuliani na uovu, hauchukuliani na ubaya. Yaani huyu mtu utamwona always hajibu, haongei, ila mahali panapokuwa na kosa au tatizo anaonyesha ukali wote, alafu bado anabaki kwenye sifa, huyo ni mpole. Anadhibu penye kufoka na foka, penye kukaripia na karipia, lakini unakuta bado anabaki kwenye sifa ya upole. Alimkaripia, unasema alikuwa anaondoa uchafu. Ilikuwa hakukuwa na njia ya kuondoa uchafu. Utaratibu mwingine ambao ni wa kuongea vyote vinaika kwa Mungu, kwa sababu nako kwa haitupi kibali cha uhuru mwingi wakati mwingine ambao tunakuwa nao. Yaani ili mwambie ta uhuru wakati mwingine tunakuwa nao, uhuru ule. Lazima maombi ya utuni ya utuni. Unajua kaondoka, lakini kuna uhuru. Lazima kuna vingine ni utoto. Ni utoto wa kiumri kabisa. Utoto wa kiumri. Kuna maneno yanakuwa mengi, lakini kila unavyokuwa na maneno mengi lazima uyapime yana mchango kiasi gani. Yana mchango kiasi gani katika ile picha ulionayo kichwani. Unajua kuna maneno unatakiwa unaongea, mtu yupo ingawa sasa unaweza utaongea hapa yeye atakuwekea tu kichwani. Okay, unachojua kwamba kuna vingine vinakuwa ni mtoto wa umri wenyewe. Unakuwa umri haujakutana na vingi vya kuhekimisha. Kwa hiyo watu wazima wanaoongezeka umri kidogo wanaamua kutulia kwa sababu ya viputura vingi, yani vitu vingi ambavyo alijigonga, aliviona mwisho wa siku anaamua kwa mtulivu, anasema hivyo vya kitoto, hivyo sio vya kitoto tu, aliwahi kuviendekeza, aliumia. Ndio maana ndani ya uzima ni dawa. Sasa sio dawa tu, dawa ilipatikana, alivumbua kwa mganga, aliumia mahali. Kwa hiyo tukiwa tuna utoto, lakini katika moja kitu ambacho maishani mwangu nilikuwa nakataa kufanya vitu ambavyo vinaweza mtu akajua mimi mtoto kiumri. Amen. Ndio maana mimi maisha yangu yalikuwa hayaendani na miaka yangu. Yalikuwa hayaendani. Nilikuwa najaribu tangu niokoke. Nilikuwa najaribu kuishi kwa picha ya mtu wa Mungu. Unajua mtu wa Mungu hana ni mdogo kiumri. Inategemea tu umakini alio nao kusikiliza. Haleluya. Kuna vitu vinavyoonekana vya kitoto, lakini huyu mtu anavichudia. Kwa nini fanya hivi? Kwa nini fanya hivi? Yes, ni kama watoto, watu wa umri wangu ni kama wanafanya, lakini mimi nalikuweko kabla sijakuweko. Mimi nashuka kutoka juu. Mimi ni kiumbe
naishuka kutoka juu. My dear, nachoongea hapa ni kwamba nahitaji Mungu akusaidie upole, maombi yakakunjue kasura. Hapa naongea na nyie wote, naongea na wote kinachoongea. Bado sisi maneno makavu. Bado makavu. Yaani bado hata wakisema kafanya hili. Yaani unakuta mpaka likanushwe ni muda mwingi sana. Mimi nataka kukutengenezea mazingira ambayo liwe kosa, lisiwe kosa. Mengi ya uliowahi kufanya huku nyuma ambayo yamewahi kushangaza watu kwa jinsi ya ulivyo makini, yafanye watu wasema hapana, tutafakari vizuri. Kama ni sheria hapa tuitazame upya. Lakini huyu hawezi kufanya makosa hivi. Kwa maana Mungu alipokuwa anajaribu kusema msioe mataifa, kuna kitu alikuwa anajaribu kushughulika nacho, mitazamo unayoweza kumtazama huyo mtu wa mataifa. Kwa hiyo ndio utamtazama kwa mtazamo utakao kuua. Utatazama wa mataifa hujiweka kama anafaa kwa leo, maumivu kwa kesho. Sura za mataifa wana uwezo kuigiza kana kwamba atafaa, lakini kumbe ni agenti wa shetani aweze kukudhuru. Lakini Musa alioa na akikubadilika kitu, walikuweko watu walioa waligeuzwa akili. Musa alioa Mkushi, lakini safari na uhusiano wake juu ya Mungu iliimarika, haikupungua, iliimarika siku hata siku. Sasa sina maana nyie sina maana ingawa mimi niwaambie tu kinagaubaga, mimi sio tu mtu fulani ambaye tu nikakopi vitu huko nje. Sinajulikana Mpentekosti anaoa Mpentekosti. Sasa tukiangalia mara nyingi tumeshazungumza kwa habari ya kwamba Wapentekosti sio sisi kwaona kunajikuta ni kama tumejipiga pini. Kuoa ni humu ndani, kuolewa ni humu ndani. Mimi nikwambie, aneti si kaolewa kwa yule kijana, siniruhusu. Yule kijana hakuwa kikosekana, siniruhusu. Amen. Sasa mimi kuna mara tu utaona nakwambia, kama kuna kijana anaitwa Ben. Haipotaka kuoa, sema nataka kuoa kanisa. Haina shida, kaoa huko. Ila kabla hujaoa, niletee taarifa za huyo binti. Mimi nifanye uchunguzi wangu kujua binti huyo kaona nini kwa. Kaoe kokote. Mimi kama siko kiroho sana. Mimi kama siko kiroho sana. Kwa sababu nafahamu watu hapa watakuwepo hata miaka 15, lakini wametumwa na shetani kuharibu maisha ya mtu. Wako hapa, yani ni binti, ni kijana, yuko tayari kuoza, yuko tayari kurupila, yuko tayari asionyeshe dalili zozote. Yuko tayari aonyeshe yeye yuko kwa ajili ya Mungu tu. Lakini shetani kamwandaa akajua kuna binti ana hatima ya mbali sana kuhusu Mungu.
ama kuna kijana ana hatima ya mbali sana, huyo binti, huyo kijana utamwona kwenye maombi yote, kwenye mifungo yote, kwenye ibada yote, kwenye uaminifu wote, lakini shetani kampanda. Kuna binti au kuna kijana ana hatima ya mbali, kampanda. Sasa kwa wale wenye spidi ile spidi, huyu anahubiri na kuhubiri, huyu anafanyaga wenyewe wanakimbia. Lakini mimi nikwambie, mimi nina uwezo wa kucomment. Nina uwezo wa kucomment, na hiyo comment kipande kikubwa kwenye ndoa utaikuta. Yaani ukiona msipooana, kile nilicho comment kama kilizuia, utakuja kukiona kilikuwa wazi. Ni kweli ndege wanaofanana ndio huruka pamoja. Ndio lugha ndio inatumika. Ndege wanaofanana ndio ambao huruka pamoja. Ni kweli uwezekano wa kutoa kanyoka kaliko ndani ya mtu aliyeko hapa ni mkubwa kuliko kutoa mijoka ya utakayeenda kuokota. Sasa huko tuache. Nikwambie hivi, maombi ya kufanya uwe mpole, unaweza kutetewa likitokea lolote. Hiyo ndio inaweza kaleta mshindo wa kudumu. Ikifika mahali sasa Mungu anataka akuadhimishe duniani, watu hawatajadili moja. Amen. Ninachohubiri hapa, ninahubiri mtu atakayeadhimishwa, atakayetukuzwa juu ya mataifa yote. Naadhimishwa, naongea mtu ambaye mwisho wa siku dunia itaelekeza sura, uso wake na akili yake, walimwengu kumtazama mtu huyu, kumshangaa mtu huyu, kumsikiliza mtu huyu, kumfuata mtu huyu. Ni mtu ambaye ana rekodi za upole. Amen. Maombi yanayotuacha na lugha kavu. Amen. Mambo yanayotuacha na lugha kavu. Tatizo sio lugha, mtu wa Mungu. Tatizo hata maombi yenyewe ni makavu. Maombi yenyewe ni makavu. Hapa naomba tuelewane vizuri hapa. Tuelewane vizuri, lakini hata unavyoendelea unaendelea Yesu. Ndugu, yatakusaidia. Kuna mihoma yatavitoa. Kuna wepesi fulani utasikia. Lakini kuna sura fulani waliomo kanisani au waliomo nje watakuwa nashindwa kuielewa vizuri. Watakuwa nashindwa kuielewa vizuri. Umebeba nini? Ni kichaa, ni msukule, ni taira, ni tapeli. Hiyo tu ndo nikwambie. Kuna maombi tu unaweza kuwa unaomba yamekuacha tu afkasti fulani hivi. Yamekuacha afkasti fulani. Kuna mambo unavyoingia watu wanaanza kutengeneza vizuri beki zao. Wanatengeneza vizuri pochi zao. Mbona nimevaa vizuri? Ni maombi tu ambayo juu ya sura yako haueleweki, yani ni mtu wa aina gani? Ni mtu wa aina gani? Lakini sio tu juu ya sura, hata utakapoulizwa lolote, utakapokuwa jibu. Hapo tu umelijibu tu ile jambo umelijibu
umelijibu kama kikosi kazi, umelijibu kama kamanda. Kumbe sio kazi ya maombi hiyo. Pia labda ndani msiweke tena hapa. Sababu urekebisha tu kidogo na haita shida. Wanaweka ile ambayo vitu vinakuwa strong. Amen. Wewe mbile. Naambie, na naongea na watu wengi hata mlioko mahali mliko. Mimi ningetamani sana muige ule moyo nao pambana kuwa nao ama nilio nao. Lakini sio kila lugha kavu nikiongea najipongeza nayo. Mimi sio kila lugha kavu nikiongea najipongeza nayo. Mimi naomba muelewe. Ndio maana kuhubiri hapa. Na kwamba na wakati mgumu sana kuyapitia niliyoyaongea. Na moja vitu ambavyo mimi naomba sana. Mimi naomba sana na kaaga sana kwenye niliyoyaongea. Na naomba sana kule nasema Mungu. Aya, kufurahi wamefurahi, kupenda wamependa. Nilichokuwa nataka mle ndani akijaumbika, akijatokea. Sasa hiyo kitu. Sio wale wengine, yani kuna kipande kikubwa naiona hiyo shida. Mbona hata mimi mwenyewe kwenye picha tu kichwani. Hivi vitu havijaumbika kweli. Hii shida sio hao Mungu. Uelezaji wa vitu hivi, haujawa kamili. Bwana, uelezaji wa hivi vitu haujawa kamili. Kupenda wamependa, kufurahia wamefurahia, kuelewa wameelewa. Lakini mimi sikwenda kuhubiri waelewe tu Bwana. Mimi sihubiri tu. Unajua mimi moyo wangu wananiambia ni kwenda unatakiwa kuhubiri kueleweka. Unatakiwa kuhubiri kufurahisha watu. Lakini zaidi sana unatakiwa kuhubiri yale mambo yazae ulichokuwa unalenga kule ndani, yazae. Kwa hiyo wengine unaweza kama naiga tu lugha ya mchungaji kavu. Lugha na mchungaji ni kavu. Anazinyosha, mchungaji ni kavu. Anakosoa moja kwa moja. Sio kila lugha nakosoa nafurahia. Katika watu wanaojishutumu na kujihukumu kwa muda mrefu ni mimi. Mimi najishutumu. Mimi maombi ninavyoomba jioni. Nyewe wengine ni Yesu. Shughulikana mwenyewe Yesu. Sio mimi ninavyoomba hiyo Yesu na ile ngumu ile msifurahi ile najua hali ni mbaya. Hii ni mbaya. Haijalishi nimefanya vema kiasi gani, lakini hii hali ni mbaya hii. Hii hali ni mbaya hii. Hii unaomba Yesu. Sababu zingine sio Yesu ile moja. Zingine ni mfululizo tu. Bwana Mwokozi. Yesu Kristo Mungu. Bwana Mwokozi. Bwana Mwokozi nisaidie. Bwana Mwokozi nisaidie. Bwana nisaidie Mwokozi. 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 Tena mimi sio moja ya vitu ambavyo nasema kwa Mungu. Katika moja ya vitu ambavyo nasema Bwana nisaidie Mwokozi. Nisaidie nianze kuomba. Nisaidie nianze kuomba. Hapa siombi hapa. Hapa natunza hali ya uungu ndani kwamba sasa afadhali nitajage Mungu bila kujielewa kuliko nitajage Bwana nisaidie Mwokozi. Bwana Mwokozi. Bwana Mwokozi. Bwana Mwokozi. Yesu msaidie Bwana, msaidie Bwana. Bwana msaidie. Bwana Mwokozi.
Kama kuna kitu naomba kama hivi Bwana nisaidie niende kuomba kwa sababu nitatoka hapa sijaombapo. Nitatoka hapa sijaombapo hapa Bwana. Naomba nisaidie niombepo hapa niombepo hii ndio sala. Leo Bwana mkuzi ile ya chini chini hiyo na hiyo Yesu. Ule ni uvivu wa kupanga hatari na madhara na mabaya uliyoyafanya na uhitaji ulio nao. Hiyo wenyewe na niongee nirudie sana ile. Huyu leo na kina Jojo wananisikiliza. Waelewa hiyo sisi ni Yesu. Naomba uelewe na uambie hata wewe. Sio Yesu tu, Yesu pekee. Yesu yo kichwa kikiwa kimefilisika, umekabwa, umebanwa vya kueleweka. Ndio ibaki Yesu tu. Umeelewa? Kichwa ni pale ndio kimekabwa. Unaona usikii kutamka lolote. Hata ukisema nisaidie sawa kusaidie kwa. Bwana nifungue, afungue nimefungua. Kuna kila kitu najibizana mpaka unakosa ya kuomba yanapotea. Hapo ndo nasema hicho kipindi sema Yesu. Wewe ni yote katika yote. Wewe Bwana moyo unaujua. Yesu. Unaujua. Yaani hiyo pekee ndio ibaki Yesu. Sio Yesu tu Yesu. Hizi zingine Yesu zingine. Hivyo ndio kubisha ni maneno yetu sisi kwenye jamii ni kavu sana sisi. Ni kavu sana. Mimi siku tu naomba najua hapa naomba. Ujue nashughulikia niliongea mchana, niliofanya mchana, niliofanya usiku, niliongea kwenye siku, nilioandika kwenye posti. Yaani hayo ndio ninayoshughulikia Bwana. Sio picha ya mtu anayeomba hii, sio picha ya mtu anayeabudu. Anayeabudu hataki kuongea kawaida au akaongea mambo ya kawaida. Atakayeongea mambo yageuze mambo yafanye watu wajue kuna wanaoweza kuongea, lakini huyo mchawi Bwana anaongea kuliko wanaoongea. Bwana mimi kuandika sitakiwi niandike hivi. Kuongea hivi, kujibu kwenye simu nisingejibu hivi. Kweli nimemjibu vizuri, kweli amefurahi, lakini nahisi jambo hili lilikuwa zuri zaidi. Hili lilikuwa bora zaidi. Haya mambo haya nayaachaga wapi haya? Haya mambo bila shaka yanatokana na ukavu wa maombi nayokuwa nayo Bwana. Ukavu Bwana. Maombi ndio kilainishi cha sura na mazungumzo na maongezi na matendo na kazi. Maombi ndio kilainishi, ndio kitu ambacho sasa maombi kwa sababu tunaomba yanatuepusha na magonjwa. Tulisimama hapo tunaomba yanatufanya tusiwe na kazi ngumu kusali. Ni vizuri kukaa kanisani muda mrefu, vizuri. Lakini haya yatufanye tuwe na sifa hizi. Akina Musa hizi sifa hizi. Akina Musa hizi sifa mpole kuliko watu wote. Hizi sifa piga huwa garagaza. Sio mnafiki kuliko watu wote, piga huwa garagaza. Hii sifa inatokanaga na maombi dada. Hii ni kwa mtu anayeweza akawa naomba tu muda mrefu, tena kuomba sio kuita Yesu tu. Sio kununika wala sio kuhuruma. Sio maombi kitu ambayo mimi naomba. Ni maombi ya kuhuruma. Anasema mwenyewe baba. Dada unaona tu kabisa, unaona kabisa ni baba ambaye hana mpango naye. Shakada kama anasema baba uliofanya sasa tosha na kuamini baba lakini sasa mniende nifanye nini? Lazima nipite mwanamo baba. Lazima tupite baba. Kila mtu tunastahili tu fulani ambazo sio staili za kuziendekeza zile, sio za kuziendekeza zile.
naongeaga kwamba kuna wakati mwingine maombi tunatembea ili tujihamasishe. Lakini network ikishika, ile network ikashika pale, sio swala la kutembea, utapoteza network pale. Ikiwezekana nirudi style pale, nirudi style. Hakuna kufurika ambapo muda wote wewe umefurika tu. Umefurika tu. Hakuna kufurika kwa aina ile. Hapo unakuwa umepaza sauti, umejihamasisha. Lakini kuna ile kukabili kitu, kukabili kwamba hii network sasa Bwana nimeipata hapa network nimeipata hapa, na sasa hapa kuomba kunasikilizwa hapa Bwana, kuomba kunasikilizwa hapa Baba. Ngoja nijieleze hapa, ili hapana, ili Bwana, ili eneo hili hapana, hapa nataka nivuke hapa, hiki nataka nikiweze, hiki nakosea sana Bwana, hiki nakosea. Hilo sio eneo tena la kupishana na watu ile. Tunapishana na watu, tutafute network. Unapishana na watu ili pengine muone tu sifa anavyoruka, umuonepo nani, muonepo Eliudi, na wewe kwa sababu sasa kumevunjika ndani. Ndio ile tuna maombi ni ombi ambalo wewe siku nzima mwezi mzima wewe ni mwendo wa kutembea tu. Hapo unatafuta network hapa. Hapo unatafuta anga, unatafuta wingu, unatafuta frequency hapa. Lakini kuna ile level unaona hapa nimeanza kuomba. Hapa nimeanza. Ile eneo kama ni umesimama eneo moja hili. Hapa unajua hapa nina uhakika mwenye kunigonga mkorofi. Hapa kwa huko mbele wako watu. Ukisimama eneo moja hili, hapo ndio penye kufumba macho sasa, kwa sababu utamgonga nani wewe umesimama tu hapa. Yesu hapa ili eneo hili Bwana, ili nisaidie, niwezeshe hapa Bwana, niwezeshe, nishike Bwana. Wale wengine unaweza usiataje yale ambayo unahitaji, kwa sababu ile sauti yako iko juu, na wale wengine wanaosikiliza wanaweza wakakuvunja moyo kwa kusikia unayoongea. Kuna wengine ambayo unajikuta ukitamka wewe unaomba, lakini wewe mwenyewe unaanza bila akisikia mtu ili aliyesikia huyu, najua tu hana hali, najua tu nimemchanganya. Unapoanza kuwaza yale nimemchanganya, mara nyingi unajikuta wewe mwenyewe umepoteana. Kwa lazima utamke, kwa sababu tunamwomba Mungu anayechunguza viuno, anayechunguza moyo. Kwa lazima utamke mambo ambayo ile kipindi kile kijinga kimepata moto, kijiki chake kimepata moto, utamke maneno ambayo yanawasiliana na baba yako, lakini sio kwa namna ya wewe kujichanganya wala mtu mwingine kumchanganya. Na mtu mwingine anavyokuona ndio hapa network imeshika. Hayo Mungu amsaidie, lakini kanisa tu hapa kuona tu kwa mtu anaomba network imeshika. Wachache na ni mara chache. Anaomba network imeshika. Ni mwendo wa kujifiatua. Mwendo wa kujifiatua. Yesu anajenga huko ndani.
Na ndio maana moja ya kitu kinachosaidia hapa ni maelekezo ya ukafanye nini. Maelekezo, lakini picha ya nini unatakiwa kufanya kuundwa wakati wa maombi. Nyie mara nyingi mnategemea sana mahubiri yakisimama ndio yanayotoa picha ukafanya nini. Na yale maombi yenu yale ya kujifiatua yale, kazi yake tu yana uwezo wa kuandaa ufahamu uwe tayari kusikiliza. Ila sio ufahamu uwe tayari kuproduce. Ufahamu uwe tayari kuzalisha. Ni ufahamu unaandaliwa kuwa tayari kusikiliza. Napo kwa kiwango fulani. Shawa na wanavyojifiatua sana ndio wanaoweza hata wakasikiliza kwa ustahimilivu kidogo. Lakini mawazo yanayozalisha mawazo ambayo maombi ambayo huzalisha wazo, maombi ambayo huzalisha wazo ni maombi ya kupitia kila ulichonena na ukaona sio sawa, kila ulichotenda ukaona sio, unakikabili, unakielezea, sio kwa lugha ya kumchanganya mwingine. Inakuweko tu lugha ambayo kwa sababu kuna watu wanakusikia sio tu Mungu, hapana baba, hapana ile neno, kwa mfano kama pale Bwana. Sasa hawezi ukaeleza in big mle ndani kuingia ndani mle, kwa sababu kuna mtu akisikia hata usipojua amesikia, wewe mwenyewe unasema tu ili kama amesikia, ili amesikia ile ndani nadhani nitakuwa nimemchanganya tu na atatuiza maswali magumu sana. Kilikukuta nini? Yaani hii itatengeneza picha huyo mtu ajue huko nilikotoka nimeharibu sana. Sasa hiyo ndio wengine wakasema sasa mpige chenga, anza kusema riko sheri mai sei moi kae na moi reka. Ndio kama hivyo vinaelezeka, unakutana Mungu, wewe nenda navyo. Wewe nenda navyo, lakini nenda tu na mimi huwa natiririkaga. Sana tu natiririkaga hiyo. Huwa nakwenda, lakini kisiwe katika namna ya kupoteza zaidi, kwa sababu moja ya kitu ambacho kinamfanya mtu awe huru kwenda mbali kimawazo ni hizo sekuli. Kwa sababu hiyo una kazi ni kama Yesu Mwokozi. Yesu. Una kazi, bado ukishika tu wewe unakiachilia kinywa kiende kinakotaka. Ukaangalia yote unaona ni sura ikabu lile likabu, hata kama analia anaonyesha amezama, lakini ukimwangalia ni vitu fulani lina roho mbaya. Wewe angalia kwenye TV usiku wa leo, angalia wengine bado utawakuta leo hata kama analia, ukiangalia tu vizuri hata bila saikolojia ya ndani sana, wewe tu vizuri, unaona tu ili mwanamke nadhani mmoja kati ya mwanamke na roho mbaya, tena sidhani hata kama kaolewa, hata kama ameolewa nadhani mume alikimbia. Katika kitu kinachotoa uhuru watu wasijudie na kuwa makini katika kuhitaji msaada wa Mungu. Ni pamoja na hizo ndugu, mimi nimepita ya masaa matatu, unahesabu, unasema Paulo anasema katika maneno 10,000 maneno 5 tu nilinena kwa akili zangu. Na sisi tulianza kuhesabu walao kwa masaa 4-3, unahesabu maneno ambayo yamenenwa kwa Kiswahili, yaani kwa lugha ya kueleka maneno utakayosema Bwana Yesu, unahesabu, unaunganisha mawili, tayari yanakaribia 5. Yaani hakuna cha Bwana Yesu, hakuna cha Mungu nisaidie, hakuna cha Mungu niwezeshe, yakapita 5 hapa huko, yakapita unakadiria kwamba wewe nikiomba masaa 2 bila kusema lugha ya Kiswahili ama lugha ya kawaida, lugha ambayo ndio inaonekana ni kwa akili zangu, eti zile sio akili zangu. Yaani pale una akili, atokee mtu akushindwe hivi. Atokee mtu na
iwezekanavyo. Vile mkangaliko. Mungu mwenyewe, Mungu wa rehema na neema, wa rehema na neema, atatusaidia tukishakuwa waaminifu kwa tunayoyaona madogo, kwa tunayoyaona madogo hivi tukafika huko. Lakini hakuna eneo ambalo linakupa uhuru wa kutawanyika kimawazo kama display. Kwa sababu yenyewe ukianza hivi uko mbele ni sie kielele play umerudisha change. Lakini mimi naongea hayo maombi yanapata wakavu. Labda usifurahie maombi makavu. Ni kweli vinatufanya baadhi ya vitu viwe rahisi, baadhi ya vitu viwezekane. Lakini baada mwingine inakutokea moja mara mbili kwa wiki. Lakini hiyo haiwezi katokea isipokuwa unajishughulishaga sana kutaka kuomba ukiwa kwenye unachoita maombi. Unajishughulisha sana kutaka kuomba ukiwa kwenye kitu unachoita maombi. Unajishughulisha sana kutaka kufanya sana unachokiita maombi, ili ndani ya unachokiita maombi uombe. Kuna vitu tunaita maombi, sio maombi. Ni utaratibu wa kutaja jina la Bwana ili yeye mwenyewe akuhifadhi anavyotaka. Akuhifadhi kwa neema yake na kwa picha yake na kwa sura yake na kwa namna yake. Mengine yatakayonikuta basi yanikutaje, lakini mimi imenisaidia kidogo. Vidonda vya tumbo vimeondoka, kichwa kuumbi. Naendelea na namna zilizowahi kutusaidia. Atuendelee na namna zinazoenda kujenga jambo jipya. Atuendelee na uchungu ule na ile namna ile ya kwamba hebu nifanye ili kawe sababu ya hatua mpya katika kunena kwangu, katika kutenda kwangu. Tena sio katika kutenda Bwana nifinyanga, sikuwa kufinyanga zile nileka, hapana, katika kutenda. Hili jambo hili leo Mungu nilifanya, na kwa bahati mbaya kesho narudia tena, kesho narudia tena, kesho narudia tena, kesho narudia tena. Ninaomba kesho uanzaji, utendaji, jinsi ya kulikabili. Mungu naomba ili kesho nikabili kwa sura. Sio hii Bwana kanisaidie, kuna saidia hii, kanisaidie hapa, kanisaidie. Pale unajikuta na kuna wazo jipya linakuja hapa. Kuna wazo. Ni wapi mfano ndio? Ili fundisho si ndio nafundisha asubuhi. Ukiangalia sasa hivi na asubuhi, msisitizo, mkazo, mtazamo ni tofauti. Sio swala la Mungu ameshuka tu. Amna, ni swala ambalo hata kwenye maombi migumu ambayo nimeomba mchana pale, migumu ile, ni kwa Mungu amna. Okay, sio hapa nimefika kwenye picha ninayotaka, sijafika, lakini nisha Mungu amna Bwana, amna maombi na ninavyotaka tu yaelezee tu ya bebe tu yachukue. Mimi maombi tunaomba migumu sana, hii nimepitia kilichosababisha jana juzi. Maombi ilivyoomba, maombi leo tunaomba migumu, yani mpaka ile Jumapili ngoja niwaekee tu utaratibu. Jumapili mnaoongoza ibada, niwaekee tu utaratibu. Bali mwingine tunakosa muda wa kuomba,
lazima zisizidi dakika 10 kutoka saa 3 mpaka na dakika 10. Zisizidi kuongea hapo umesoma mwongozo. Zisizidi dakika, yani zisizidi dakika 10. Hiyo sasa mtakuwa mnasimamia mpaka mzoee. Mpaka usome mwongozo pale, usome kwa sababu tunadili na watu wengine humu. Unaona tunahadithana story ambayo sisi wenyewe zinanoga. Lakini mgeni yoyote aliyeko hapa ajui Sunday school imeanza. Ajui hii ni sifa. Yaani tunakwenda haisomi Biblia. Hapa tulipo wanangu, hapa tulipo Biblia ina nafasi kubwa sana ya kututhibitisha. Ukimu wetu wa kusoma Biblia na kufanya vya kufanya. Usipelekee tujue Biblia imeandikwa kwenye Biblia. Mimi ndio nilihubiri mchana. Niliona mpaka saa 9 na vitabu vyote nilivyotaka kusoma sijasoma. Sema hapa nikitaka nisome vitabu vyote saa 12 hapo. Hebu turudi tu. Hebu turudi tuombe. Kusafisha hizi akili hizi. Hii ni maombi mikavu hii. Hii mikavu tunayo, lakini ina uwezo wa kulainisha. Kulainisha vitu vikajua tunataka kwenda wapi. Angalau nimesema kama sisi ikawa hela kimefanyika kinachangia sana. Haleluya. Yaani dakika 10 za mwanzo ongea unayoongea, soma mwongozo. Pale mwongozo walau ukiuelezea mwongozo maana yake ni chochote kilichomo. Ukielezea mwongozo maana yake haukosi kitabu cha Biblia. Kwenye paragraph nyingi ambazo nimeweka azikosi kipengele cha Biblia ambacho mtu anajua kumbe unajua na mabudi yetu haya na mabazi haya Biblia isiposomwa inaonekana kuna kizazi fulani kimeshuka. Yaani zumaridi sio zumaridi. Mamposa sio mamposa. Roma sio Roma. Hapa tulipo tuna sababu sana Biblia ituthibitishe. Ndugu kote mimi niliwahi kupita kwa wachungaji na wavivu wa kusoma Biblia. Kwa ni mwendo tu wa kukimbilia Yesu anakuja. Yaani yakipoteana tu ya kuongea anakwenda kumalizia Yesu anakuja. Yesu yuaja. 666 mpinga Kristo. Ndugu tulikuwa tunasinzia tunachoka. Unachoka. Nilivyokwenda kwa Ramsi akienda hatua 5 usome maandiko. 3 ndugu hakunihamasisha usingizi wake. Kwanza inaposema tusome si unaamka? Si unaamka? Yanapohubiriwa akili si inakuwa mbali. Likisomwa unakuta unaanza kurejea aliyokuwa anazungumzwa. Unaanza kurejea aliyokuwa anazungumzwa. Nadhani hata aliyokuwa anazungumzwa yalikuwa na mantiki sababu ile andiko liko kuja kuchokonoa huku. Unakuta akili inaanza kurudi. Unapotaka urudi unakuta kule mwingine anakupita. Unasema sasa yale yameshanipita, acha niwe makini haya yanayokuja. Lakini sisi wengine alihamasisha tuache kulala kanisani. Kwanza wote waliotoka dini yoyote hata kama wanatoka saa 6 akifika cha kwanza ni kusinzia kwenye ibada. Kusinzia kwenye ibada. Kwa sababu walikutana kule kila mmoja ni mpitaji. Sasa naomba niwasihi wasimamie na niwasihi unaongea sana. Tunashukuru Mungu kwa mengi tunayofanya, kupendeza tunapofanya. Hizo nimemwona ana ziingizwe, lakini mwongozo au moja ya andiko, hata moja ya andiko, hata mwongozo ukiwa mzito, moja ya andiko la Biblia isomwe.
isomwe sasa andiko anapendeza akifanana na nani. Isomwe sasa andiko, isomwe pale, isomwe. Isiwe ndio special tumeanza sasa kuhubiriwa ni Sunday school. Ila hiyo inaonekana hatua 3, 5, dakika 10, 15 pana kipengele kinaingizwa kuhusiana na maandiko. Amen. Baada hapo imesoma mwongozo, imefafanuliwa hata dakika 1, dakika 2, dakika 5. Haya, tuingie kuimba, tukaangize. Inakangizwa, inasimama, inasisitizwa, pengine kilichoimbwa kimo nini humo ndani. Inasisitizwa, pengine kikaangizo kingine. Hii kaangizwe, tuombe humo ndani. Tusajua, anashajua utaratibu, nitaweka tu vizuri mtao. Yaani nitawekea wala limit. Hapa isizidi. Hapa isizidi, hapa ikizidi. Hapa kiongozi hawa anapita anasema hapa. Sioni ajabu mimi tukae kiongozi wa ibada akaja akabili saa 6, saa 7, saa 8. Sioni ajabu. Ila tunafanya nini? Niwaibie kaseti. Niwaibie si. Ili mnajua kwa nini niliruhusu wanaofanya ibada wanapofanya waanze kufanya hata ikiwezekana saa 5, saa 6. Kuna wakati mwingine niliona, niwaambie tu vya ukweli. Kuna wakati mwingine niliona utaratibu unaokuwa asubuhi na uzingatii sana yanayotufuatilia. Na nielewa kuna wakati niliona utaratibu hauzingatii sana, tunakuwa tunasherehekea sana sisi bila kuangalia wanaotufuatilia wanajengeka vipi na tunachokifanya. Sasa ikafika mahali kana hapana, tutawavunja moyo watu kufuatilia hizi ibada, kwa sababu kweli kabisa kukumbuka kugusa hapa na kuwagusa hawa ni jambo gumu. Ni jambo gumu, hata mimi mwenyewe sio jambo tu fulani na kuwa jepesi, ni gumu. Sasa ni afadhali na wao washerehekee uzuri wa Mungu pale walipo kwa muda fulani. Ndipo tuje tukutane wakati fulani, wakati wote penye kuomba tumeomba, penye kuimba kwa vinywa vyetu tumeimba, penye kujihamasisha tumehamasisha, ndio tuje tukutanage na vita vya mchana network Kigoma. Kwa sababu nitakuja kuangalia ni kwamba kwa ule utaratibu usioeleweka wa asubuhi, basi unakuta wanaokuwa mbali huko wana wakati mgumu. Wanakuwa tuna wakati mgumu. Kwa sababu mazingira mengi tumejiongelea. Ndio kuna utaratibu na kwenda mpaka unasema kama kuna mtu anafuatilia Facebook anatuchukulia sisi ni walokole. Ni jeshi la polisi. Ni kwa Somalini. Au sio? Yaani unakaa. Ila kwa nini siwaoni mara kwa mara? Kuna wakati naangalia tenki, maombi yenyewe migumu hii tunayoomba. Huu ndio mwisho wa tenki letu lilipoishia kulingana na ugumu wa maombi tunayoomba. Hapa hatuna jipi hapa. Kwa hiyo ndio kwa sababu na mimi mwenyewe na mimi nikisoma kwa asubuhi nikakuta ndio ni maneno haipangiki, vipindi havipangiki. Mimi mwenyewe naanza maombi kusema ukiona mwingine ananyolewa wewe hapa. Hata mimi mara nyingi kupima network itakayonifunika zaidi mchana ni yeye mnavyoanza. Nikiona huku mmezidiwa na mimi naanza kutia maji. Leo sio salama. Anasoma kichwa point imempotea. Andiko naona tu amesoma ili alipotaka elekee siku anakokwenda unajua leo sio salama. Leo sio salama. Basi na mimi hapo chini kwa chini wewe. Ukumbele unishike ukumbele. Unishike ukumbele. Unishike hapa sio salama. Baada kuna vitu vingine zikiwekwa geti. Kwa hiyo kuna vitu Mungu Paulo anasema
ni wahubiri kwa hofu na matetemeko. Zikiweka geti zinakukumbusha umakini. Pamoja na furaha yote nilionayo, lakini swala la kuhakikisha nimejenga picha ya furaha nilionayo kwenye maisha ya wengine ni wajibu wangu muda huu. Kuna ile furaha, kuna ile unasimama unaongea kikubwa wewe kwako yanaeleweka, mpaka unasema zamani mambo anaonea wivu sana. Sio nini tu, hata mimi unasema hapo unaoonea wivu, haya unaonea wivu. Yana maelezo, yana neema, yanawepesha ambao yataingia sawa na fikra zako. Ama unaonea wivu ili ndo wahamasishe wakusikilize wakati hata wewe mwenyewe mazito. Hiyo naongea hata mimi nilikuwa na maneno. Hii kinachoendelea hapa tunaona ni kitu fulani cha nguvu sana, cha nguvu sana hiki. Cha nguvu sana hiki, cha nguvu. Hata sio kila wakati ni cha nguvu. Sio kila wakati ni cha nguvu. Yaani kinaweza ikawa cha nguvu kweli, lakini hofu, neema ya kukipa uzito kwenye mioyo ya watu sawa na kilivyo kwako ndogo. Kuna swala la neema kukiamsha kile kitu, kukiamsha ukiongee ilivyopaswa. Ile ni neema level ya kwanza. Ukiongee kilivyopaswa, punguza kidogo sauti. Ukiongee kilivyopaswa. Kuna swala la neema inaenda hatua nyingine. Kifike kwenye mioyo ya watu kilivyopaswa. Hiyo sio ya watu tu wanaohubiria wana wajibu, ni uwezo wa unayeongea. Alafu kuna neema hatua ya tatu. Vipi unachoongea kikawe na uzito watu wanapokipenda sawa na unavyoongea. Ile unaweza kufanya peke yako mhubiri na watu wakaenda kwa uzito ule ule mpaka wanapopenda. Bila kutegemea wao wameombaje, walijiandaaje. Uko uwezekano wa kile kitu. Kwanza tu wewe kile kitu kilicho moyoni kimefanya kazi na una uhakika nacho. Kiki kimefanya kazi. Nina uhakika ni baraka mtu yote akisikia. Kile kitu kukitoa kwa namna hiyo ni neema nyingine. Kile kitu kukijenga kwenye moyo wa mtu kwa namna ile, na mtu naye akibebe kwa namna ile ambayo wewe kimekusaidia, kimekufurahisha, ni neema nyingine. Huyu mtu aende akakifanye, akakitumie kwa uzito ule ule, ni neema nyingine. Na hiyo neema yote hiyo mhubiri peke yake anaweza akaifanya ndani ya mtu. Hata mtu kama ni mpagani, hamchi Mungu, hamwamini Mungu, hajaokoka, haombi, mhubiri anaweza akasema huyu mtu akakichukua kwa uzito ule ule aliongea mhubiri. Kaya kwa maombi ni kambi. Hii ni kambi na tabia inawekewa tu maketi. Kufikia hapa ndiko lisoma. Kufikia hapa lazima tuombe. Hata tukiingia bila step kufikia hapa lazima tuombe. Kufikia hapa ukiimba sana. Mimi siona ni shida kuruhusu. Mimi naweza kuruhusu tu vikaenda hata hadi saa 10. Ila vina nini huko ndani? Vina nini huko ndani? Amen. Tunajua vinapika kitu ambacho kinafanya mambo yawezekane, yani vitu viwezekane. Dunia na ulimwengu na Mungu vitutazame kwa picha halisi ya waabuduo wanaomwabudu. Dunia ijue, viwe na picha kwamba tunavyotoka kanisani watu wajue. Wote walienda kanisani, lakini hawa walienda kanisani. Hawa walienda kuchukua sura halisi ya wanao. Kile kitu mimi nikigundua hivyo, nikunda naacha. Lakini hizi ngoja niwaambie, iwe mimi iwe nyinyi,
Kuchelewa kuhubiri sio kwamba tuna maneno mengi ya kuongea. Mara nyingine tunachelewa kuhubiri kwa sababu nguvu ni chache. Kwa hiyo unakuta kile ulipojaribu kupanga neno ulilotaka kuongea umesahau, kuna kipande umesahau. Unakuja kukumbuka ukipita mbele kidogo. Sema hili neno lilikuwa muhimu. Ngoja niliongea. Ili uliongea lazima uliundie sentence au paragraph ndio ieleweke. Paragraph unakuta pale kwa unazunguka pale kwenye mlima Sinai. Yes. Unazunguka pale. Masaa yanakwenda pale. Mimi niwaambie, vyote tunavyotaka kuongea vinawezekana ndani ya dakika 10. Vyote unavyotaka kuongea kwa urefu wote vinawezekana ndani ya dakika 10. Tunakaa hapa tunaongea muda mrefu hapa tunaongea muda mrefu. Sio kwamba yote tunatafuta neno la Mungu kwenye maneno yote tunayoongea tupate neno la Mungu. Kwa neno ni moja, neno sio mistari yote niliyosoma na kuongea toka asubuhi. Kwenye yote niliongea huko tunatafuta neno moja la Mungu. Hata wale mwingine hakuchelewi kwa sababu ndani neno tutalikuta. Nachelewa kwa sababu yani wewe mwenyewe kwa kujelewa sasa. Nataka kuongea hivi. Hata ninachotaka kujenga ni vipi? Hili nimeongea lakini kuna mmoja hapa sijanyosha. Nimekumbuka nitakuelekea. Sasa uwezo ukalitamka lile tu peke yake, lazima uunde paragraph. Lazima uunde sentence. Bwana niambie, vile vyote vile na kuhakikishia vinatokana na maombi migumu. Maombi yakiwa ni maombi ya mtiririko, nyie vitu vinajipangaga vyenyewe. Vitu vinajipangaga. Nishakwambia maombi ni bangi, utegemee unataka uyatumie kwa lipi. Maombi tu ukiomba kwa picha ya kuomba, ukasema yani tume kueleza kwa namna ya kushangaza. Hapa nitakaposimama yatakutuma huko hutaamini. Unatoka unasema kama maombi anamshukuru Mungu kwa kazi niliyofanya. Sasa yanitengenezee mazingira ya ufanyaji bora wa kazi. Yatakutuma huko. Maombi ni bangi. Yanategemea tu wewe unaelekeza na kusaidia nini. Ndio maana mara nimesema ukishindwa maombi, umeshindwa kila kitu. Maombi ni bangi utakakotaka. Tena acha bangi ambayo inataka yenyewe ikutume wapi. Na maombi utakakotaka yanakupeleka ukisema mimi nitakuwa naibia watu wasijielewe. Maombi yanakusaidia. Hawa vijana mnaoitwa manabii, sio kila nabii unayemjua wewe anatumia mapepo. 95% ya manabii unaowajua wewe wanatumia maombi. Maombi hata mwizi akaomba Mungu nisaidie nikaibe nisikamatwe. Kwa sababu maombi unapoomba utegemea roho gani uliona. Hiyo ikiwa ya shetani utataja Mungu lakini anayeingia pale katikati kukujibu hawi Mungu. Ila hata shetani anawasaidia watu wenye bidii, wenye moyo, wenye mapambano ya kwamba hivi nikafanye nini? Nisikamatwe. Nikafanye nini? Nipige hesabu gani? Mungu nisaidie. Anataja Mungu lakini sio Mungu muumbaji. Nataka nikwambie wapagani wanapopanga mipango au maraya anapopanga mipango ya kumpata binti au mwanamke, umuomba Mungu. Wanamuomba Mungu. Nakwambia kama ushaipitia huko ushatamka. Usaidie hivi. Mungu usaidie. Mungu afanye tu kweli. Afanye.
kwamba hili ni tatizo. Ukilichochea inafanyaje? Maombi ni bangi. Maombi ni bangi. Yenyewe inategemea unataka baada ya kuomba yakakusaidie nini. Kama ni kuibu utaiba kwa sali ambayo wengine wote watashangaa sababu wote tumechanjia. Wote tuna ilizi. Lakini wewe ilizi yako. Wewe ilizi yako sasa. Manabii wamefungwa mirefu sana. Na ukiangalia mpaka ukaenda kwa wote. Sasa haya mnaofanya haya kwa ajili ya nini? Ambia. Njaa tunapo ukisema wewe mwaminifu kabisa. Hizi huduma haziendi. Lakini kumwangalia anafunga kweli unasema mtu wa Mungu hii taaribu maisha yako wewe unasema kwani taaribu lakini sio unasema anajui taaribu anafunga nini hapa katikati? Anafunga huko msaada wa Mungu mwingine yoyote. Hata wewe una roho gani unapoomba? Una roho gani? Ile roho ulionayo ndio aina ya Mungu atakayekusaidia. Roho yako ikiwa niwe mwema kwa hatari, kwa hasara yoyote, lakini Mungu nisipate faida yoyote yenye majuto baadaye. Kwanza yote unaomba hicho kitu na unatafakari kwa kina, je, hili jambo halina madhara? Tuachilie mbali Mungu. Mengine aliyofunuliwa kwetu ni yetu sisi na watoto wetu. Nisimwombe Mungu anisaidie na vitu ambavyo viko wazi. Hapana. Ni pamoja na kukuomba, lakini na kuomba huku na tafakari. Hili jambo lina hatari gani? Lina ubaya gani? Linapingana vipi na ukweli wa maandiko yako na maana ya maandiko yako? Ile roho inayokusukuma ile, ukiomba kwa ile roho, ile ndio inayofanya Mungu wa kweli ajibu, aongee, afanye, atende. Lakini ikikutana na roho Bwana Yesu. Yes. Ikuwa mambo yaende. Adapo kikuwa mambo yaende, manake kwa nguvu yoyote, kwa njia yoyote, mambo yaende. Mambo yaende kwa namna yoyote, lakini awe ni Mungu tu atakayefanya. Kwa hiyo kuhusu ibada na tutaongea tu vizuri, lakini tumetaka tukumbushe kuna vitu lazima vipigwe pini. Hiki lazima kifanyike ndani ya muda pamoja na uzuri wote. Hiki kifanyike. Watu yeyote anayetufuatilia awe mgeni siku hiyo, awe anafuatilia kwenye mtandao, awe anajua hawa watu wanakwenda wapi. Wanakwenda wapi? Ukielezea mavazi haya tumependeza, nimemuona, yani sio kila siku, lakini lazima utafute walau viwili vitatu tutakavyoongea, kimoja kithibitishwe fulani. Na lazima kwenye kudhibitisha wahubiri tumeweka ni wawili, ni mmoja tu asubuhi. Nyie mnaosimamia msianze sasa kuanza kuhubiri, yani hapo sasa ndio nusu saa unafafanua mwongozo, unafafanua andiko. Yani na kuna vitu nitaviacha, sio nusu saa hata zaidi, lakini nisipowawekea pini, mbona hilo somo litakuwa somo jipya hilo, litahubiriwa hilo masaa 3 hilo. Kama kuna utaratibu unawekwa vizuri, hao watu wawe natangaziwa mara mbili. Hivi ndio tunaanza ibada. Hapa sio wakati mwingine, lakini hivi vitu tuweke sawa ili kwenye ibada tuwe pamoja. Kwenye ibada tuwe pamoja. Hii kitu mimi nimesimama hapa, naweka utaratibu kwenye ibada tuwe pamoja. Tuwe pamoja. Zingatia moja. Kwa sababu mwanzoni tulivyokuwa tulianza huku
Tulianza huko na kuongea huko. Kwamba elezea maombi yatakayokuwepo wakati wa ibada. Sawa? Elezea kuimba kutakapokuwepo wakati wa ibada. Elezea taratibu zitakazokuwepo wakati wa ibada. Lakini kwa sababu aidha tulikata tamaa wageni kututembelea, tukafika mahali tukaona wanatuchosha, ikafika mahali sasa kila tukikutana kwenye ibada ni sisi tu, wewe ndo tulikojisahau. Lakini bado tumezaa, tunao watu kwenye mitandao. Lazima wawe wanaelewa utaratibu. Tena kwa namna ile asubuhi tunakuwa na watu wachanga. Tunakuwa na watu ambao ndio wanataka wafahamu sasa hiyo mavazi yenu hayo yamependeza. Hayo mavazi yana nini? Maombi mnayoomba yana nini? Yaani wanataka ni watu wanaotaka kufahamu vingi. Sawa? Hawataka kufahamu kimoja, wanataka kufahamu vingi. Kwa hiyo hivi vingi jaribu kuelezea kidogo, dakika 5, 10 wachanganishe, wape chai. Wape chai. Wape chai. Alafu anakuja anaelezea maombi. Maombi tunaomba 1, 2, 3, 5. Kaingiza kitu pale. Iwe karibu nilimuona anapendeza. Sisi kwetu Yesu ni mzuri. Uzuri kwa wazuri sisi kupendeza kwa zawadi ndio uzuri wa Yesu. Yesu anaonekana kwa uzuri. Kulingana na maandiko moja vile hata kama hujalisoma litaje lilipo. Sasa kwa huu mwaka wa kufanya vitu vya akili, hakuna andiko linalokumbuka kila siku. Andiko ya kumbuka mwaka wa kufanya vya akili, hayakumbukwi. Washapata kuyasoma hayo maandiko haya. Kusoma hiyo Biblia. Mchungaji alisema anahubiri tu vinavyoendelea kwenye mwili wake. Kwa hiyo na sisi ni kusoma tu. Kuyasoma hamna. Kwa hiyo mimi mwenyewe ni Mathayo. Hatuna haja na Luka kwenye Biblia. Tuyaseme hayo. Tuyaseme. Lakini at the same time tukimbie pia kwa Luka. Kwa nini nasema mimi ni Luka? Tukimbie kule. Tukimbie. Kwa nini nasema Luka ni huyu? Mathayo ni huyu kulingana na andiko hili kwenye Mathayo. Bila hawa ni nyingine ambayo tupite tu njia fulani na maandiko haya na rangi hizi. Mimi naambia tukikosa upole ndio ambia utaratibu. Tukikosa upole ndio ambia utaratibu fulani. Tutapata shida sana kueleweka. Watu watatafsiri Sumaridi si Sumaridi. Sumaridi si Sumaridi. Mungu wa majeshi. Migambo sio migambo, Siloamu sio Siloamu. Haleluya. Maombi atupeleke kuwa wapole. Kwa wapole, uelewe upole naongea. Maombi atupeleke kuwa wapole. Kwa wapole, wataratibu, watu ambao ni makini kunena, makini kutenda, na wakitenda wanalipima. Lina athari gani? Lina faida gani? Limejenga nini? Limeuisha nini? Limeponya nini? Alafu wanaendelea. Watu tujue hivyo. Nasoma sijamaliza. Soma sijamaliza hapa. Karudi kunyoka. Kutoka 34. 34.
Mstari wa 28 hadi 30. Haya ndio maombi watu waliomba haya, waliomba alafu kaa vinatokea vitu hivi. Sio maombi. Maombi sisi wale. Unamaliza. Wale mwingine hauna hata kitu kilichotokea nje. Chungaji alishauri no. Maombi hata kama hajaonekana faida yenyewe, kuna shughuli tu. Kuna shughuli imeendelea. Sio lazima nisaidie leo. Pale unaomba ulienda kufanya kile ambacho kingepelekea uombe. Hiyo ngoja nielewe vizuri. Maombi yenyewe ukiomba, faida ya kile kitendo huwa inakuwa pale pale. Maombi ukikuta ile network ya maombi. Acha tunayotafuta network hii Bwana Yesu. Yes. Hii tunatafuta network hii. Yes. Maombi yenyewe ukikuta network, unapomaliza ile maombi unajipongeza kwa vitu vingi ambavyo vimeshakaa sawa. Pale uliingia kuomba, Nimeshaambia Mungu mnayemwabudu ambaye anachelewa kujibu, sio naye mwabudu wala sio naye mjua mimi. Mungu kabisa naye mjua mimi ni mwema kuliko mzazi wako au kuliko wewe kama ni mzazi. Ni mwema. Hakuna mtoto mwenye tabia nzuri ataingia ndani kwenda kuomba kwa mama yake, kwa baba yake, alafu atatoka najua tu baba amesikia nimeomba. Ameona nimeomba. Lazima awe na jibu la matumaini. Au apewe au awe na jibu la matumaini. Ndio Mungu anajua. Mimi sijawahi kuishi Mungu yani yeye mzito kujibu kuliko wazazi wetu. Hamna. Mimi Mungu naye mjua mwepesi kujibu kuliko wazazi wetu. Mwepesi. Ila huwa hatuombi. Sisi tunapotengeneza mazingira ya kuomba ndio tunapoita kuomba. Amen. Kuna mambo mengine ambayo kama ni mzazi wako. Je. Hata nishafika. Yaani mzee mwenyewe huko nyuma. Si maombi unayoomba. Ni mzee mwenyewe huko nyuma ndo anafikiria hivi mtoto niendelee kusomesha au najichosha. Bila mcheleweko arudi tena saa 10 ili nishika adabu. Wakilifukuza uenda mtalipima, nataka kweli kusoma. Likija nikaona limenyenyekea uenda kweli nahitaji. Yaani mzee yote mwenye akili hawezi kuomba ile ya kupewa taarifa. Mzee. Muda wa kabisa. Hivyo ndo anaondoka. Yes. Nataka kuambia mzee yoyote, mzazi yoyote, anafurahishwa na mtoto mwenye adabu. Kwanza anafahamu mzazi amebeba mzigo mzito. Kwa hiyo ana vitu vingi vya kujaribu kurahisisha hata upatikanaji wa kile kiasi. Hata anapohitaji anaona mzazi angekitumia kile kiasi kwa wengine wazito akili, sio kwangu mimi. Anapomwona mtoto anakwenda kwa tafakari ya kina, katengeneza mazingira, ajiuliza mara 10 jinsi ya kuongea na mzazi, akaongea naye. Anasema kwa kweli nitaka tu nikufanye uwe mtoto uombe. Lakini hata kabla hujaomba niliridhia kutenda. Ndio ile maombi ile mikavu ile tunaomba ile mikavu. Kuna maombi mikavu, kuna maombi mikavu. Mikavu ile mimi
ni rehemu Baba. Kuna maombi vikapu, naomba vikapu. Vikapu na kutu umeunguruma toka umeingia. Yaani hata mwenyewe waikuuliza unaongea nini? Wewe mwenyewe usikii. Wewe mwenyewe usikii. Tusichekane tukiendelea na maombi hiyo, lakini tujiulize nayo sana, tusichekane tu kwa sababu bado tuko mbali, tumefanya vya kufanya vingi. Hali ni mbaya kwa kweli. Sababu hata tukisema tutapata sauti tu, lakini maombi yenyewe nataka niwapishie. Maombi yenyewe uwezo kayaanza tu, unaanza kutoka ulikotoka. Maombi yenyewe ni lazima uje na panga na ushoka. Lazima ufieke msitu wa vitu ambavyo vimeshaota. Baada ubishi maombi na baadaye kitabu ni kuambia shetani ni ndao, ni nyasi ambazo unang'oa hapa, unafika mwisho zimeota kule nyuma. Kwa yale maombi ambayo au ni manyoya ya baka. Shetani ni manyoya yani? Manyoya ya baka, sio kama ndo nimepatia kama ndo mnyama ambaye ukinyonyoa unakuta yanaota mengine. Kuna staili ya unyonyoaji, ukikosea sio staili gani ile, unanyonyoa yanaota. Unajua kama wewe unaipatia, unasema hapana. Lakini shetani ni manyoya yaani haya maombi ambayo ndo na kanisani tunapatikana kwa shida, tunakutana magumu. Unapoanza uwezi ukaanza kusama au kutanisha pia kusama ni kuwa kwenye fikra anazofikiri Mungu, kwenye maamuzi kuwa rohoni au kuzama. Ni vigumu sana kwa maombi mikavu hii ya mara moja. Unaanza tu uko kwenye level ya anavyofikiri Mungu. Ni vigumu sana. Sana. Pale mara nyingi lazima uanze kunyonyoa manyoya yameshaota ya bata. Yameshaota yale ulionyonyoa jana, sio ya tai yale ya bata. Hata bata uliyemuua sasa kufanya bata mzima. Labda kama maisha manyoya ya bata pia hata ukiwa mzima yanaota haraka sana. Kwa unapofika yule bata ulivyotaka onekane, lazima ukifika kwanza uanze kunyonyoa. Shamba lazima ulifieke kwanza. Maombi ile ukifika tu ukafika tu ukaomba. Lazima hii picha hata watu wakushangaa hiyo. Au uelewe. Hivi Kwani machao? Kwa jinsi hivi mimi nakanyaga chini hapa. Yaani ujielewe, soma. Waliotoka kwenye maombi, walikuwa naenda na kukwambia hata nilipokuwa naenda kuchunga ng'ombe kule alikuwa anaomba huyu. Kwa sababu nani alimfundisha hayo? Nani alimfundisha? Alikuwa anaomba kule. Ila ya kutokujua yana uwezo kiasi gani. Soma. Kutoka 34 kuanzia mstari wa 28. Imeandikwaje? Maandiko yanasema. Yanasemaje? Naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake. Hakula chakula wala hakunywa maji. Naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya magano hizo amri 10. Hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai na zile mbao mbili za ushuhuda zilikuwa mkononi mwa Musa. Sawa. Hapo aliposhuka katika mlima. Sawa. Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake
maombi haya, ndo maombi. Ndo maombi. Watu wakikusikia unaomba, hata zamani tulikuwa naomba. Watu wakitusikia tunaomba. Nikajua wamenisikia naomba. Hata kutembea tulikuwa na badili. Unaamini kabisa hawa wanavyonitazama hawa. Hawanitazami kama kiumbe wa kawaida. Yes. Amen. Mimi ni moja kati ya vijana walioheshimika sana wakiwa wadogo. Sana. Moja ya silaha iliyokuwa inafanya nina uhakika kabisa nitaheshimika. Maombi nilikuwa na uhakika. Yaani kusema maneno on target ni uhakika. Nikaomba maombi yale yenye makosa mengi ya kutokujua upana wa Mungu, kusudi pana la Mungu, lakini haya kutuacha kukala wali mkavu. Katika moja ya kitu ambacho imani, ibada, maombi, kazi njema, au nibaki tu kwenye maombi. Moja ya kitu maombi hufanya, lazima ya kufanya kuwa mpole. Lazima ya kufanya kuwa mpole. Simama juu leo mshia. Simama juu. Uandae kwa mazingira ya kuomba. Waandae mazingira ya kuomba, mwambie Mungu, nisaidie niwe naomba. Wale Mungu tutuive kani muda ambao itakiwa niongee sana. Tuombe kwa maombi, hata kwa maombi ni ngumu. Kwa sababu swala ya kwamba maombi yatakuwa ni kupanda sana na kujamasisha, sio kuomba. Ni kusema nimekusudia kuomba. Kwa hiyo hapa tutakachokifanya ni kuonyesha Mungu nimekusudia kuomba. Kwa sababu nataka hii picha Bwana. Nataka hii picha Bwana. Haleluya. Nifanye kupenda, nifanye kupenda, maisha yangu yawe